Ripoti za Chivihi Media zinaruka kutokea hapa wilayani Tandahimba mkoani Mtwara, ambapo leo Juni 5, 2026 zoezi kubwa ambalo limefanyika ni elimu kwa wapuliziaji wa mikorosho, namna gani wanaweza kuchanganya viuatilifu ili iweze kuleta tija katika mashamba hayo. Mara baada ya kutolewa kwa elimu hiyo, tumezungumza na baadhi ya wapuliziaji hao ambao wameeleza changamoto ambazo wamekuwa wakikumbana nazo, lakini namna gani elimu hii itakwenda kuwasaidia katika shughuli zao za upuliziaji. Hassan Mnalinga ni mkazi wa Mdimba. Changamoto ambazo tulizokuwa tunapitia kabla ya mafunzo, maana yake kwanza tulikuwa tunafanya upuliziaji kiholela. Maana mtu alikuwa anazimua viuatilifu kwa vile anavyoona yeye. Kupitia mafunzo haya naamini tutaenda kuwaelimisha wenzetu na tutawaelekeza namna ya kwenda kuzimua hivyo viuatilifu ili tuweze kuendana utaratibu ambao tulioelekezwa na wataalamu wa kilimo. Natija kubwa kwenye uzalishaji kwa sababu tukizingatia yale ambayo tulioelekezwa, manake hata kwenye uzalishaji inaweza kuongezeka, kwa sababu kama alivyozungumza sehemu kipengele kimoja alichokizungumzia mtaalamu kwamba ukioverdoze dawa manake unaweza kuenda kuunguza yale maua, kwa hiyo manake inapungua uzalishaji. Na ukienda kwa maelekezo ambayo tulioelekeza manake uzalishaji unaweza ukaongezeka kwa sababu hatutaweza kufanyaje kukosea. Majina naitwa Khatam Ahmad Abillahi, natokea kijiji cha Miule. Kweli tulikuwa tunapata changamoto mashambani, baadhi ya wateja wetu tulikuwa tunabishana nao, bana hii dawa zimua hivi, lakini na sisi tunawaelekeza bana hii dawa inazimuliwa hivi, lakini ilikuwa ni changamoto mpaka mwingine unapuliza namna unavyotaka yeye. Lakini nashukuru Mungu leo tumeitwa hapa na kuja kuelekezwa namna ya uzimuaji na utendea kazi wa operator. Tunashukuru Mungu kwa hatua hii. Kadhalika elimu hii haikuishia tu kwa wapuliziaji wa mikorosho, lakini pia afisa kilimo wa bodi ya korosho ya maafisa kilimo wa TANECU pamoja na halmashauri wamepatiwa elimu hiyo. Naitwa Hamis Rashid Mtesa, ni afisa kilimo wa kata za Luagala, Litehu. Mafunzo haya leo yametusaidia kwa sababu yametoa mafunzo stahiki au sahihi ambayo tunaenda kuwapatia wakulima namna gani watatumia pembejeo ambazo zimeletwa kwa ruzuku. Kwa hiyo tutaenda kuwapa elimu iliyokuwa sahihi namna gani watatumia kila aina ya kipembejeo iliyopo. Tumeelekezwa kwa kina kabisa namna gani zitakuwa tunazitumia. Kwa hiyo ni mafunzo ambayo yametusaidia sana, ambayo yanaenda kuleta faida kubwa kwa wakulima kwa sababu mkulima atakuwa anapata usahihi wa matumizi sahihi ya pembejeo hii ambayo manake wamegaiwa na wanaendelea kugaiwa huko vijijini. Kwa hiyo tuseme asante sana, nishukuru pia serikali kwa kuleta mafunzo haya kwa sababu yanatusaidia kwa kweli, yanatusaidia kufikisha kwa wakulima hii taaluma. Changamoto ambazo tunakumbana nazo, kuna ile wakulima kutopokea ujuzi wetu tunaowapatia. Sasa mafunzo kama haya yanakuwa ni chachu ambayo itawawezesha moja kwa moja wakulima kupokea kile ambacho sisi wataalamu tutakuwa tunawaelekeza. Kwa hiyo tunasema nashukuru sana, haya mafunzo yanapotokea yanatusaidia sana kutukumbusha na pia na sisi kwenda kuitoa hii elimu kwa wakulima moja kwa moja. Naitwa Asia Mnunduma, ni mshauri wa kilimo kata ya Chaume, wilaya ya Tandahimba. Haya mafunzo kwa kweli nimeyafurahia kwa siku ya leo kwa sababu sisi tunawashauri wakulima, lakini naona kwa siku ya leo hii kuna kitu ambacho nimekipata au wameniongezea zaidi ili nikawaelekeze wakulima. Ni mafunzo mazuri sana kwa kweli. Yaani nafikiri yatakuwa na tija sana kwa wakulima kwa kile ambacho tumekipata leo. Changamoto ni nyingi sana ambazo zinapatikana kule kwa wakulima kwa upande wetu kama maafisa kilimo. Yaani ya kwanza ni swala la kuhusiana na hizi pembejeo ambazo tunaletewa kutoka bodi ya korosho. Hizi pembejeo ni swala la uzimuaji zile dawa. Kwa sababu tunaweza sisi wakulima sisi wa maafisa kilimo tunavyowaelekeza na vile ilivyokuwa kwenye vibandiko wa zile dawa zinakuwa kuna utofauti kidogo. Baadhi ya viongozi ambao walikuwepo katika zoezi hilo wakiwemo mtaalamu wa zao la korosho kutoka katika halmashauri hii ya Tandahimba, lakini pia wataalamu kutoka bodi ya korosho na mamlaka ya afya na mimea, nao pia mpata nafasi ya kuzungumza mbele ya kamera za Chivihi Media. Mustafa Mtulile ni mratibu wa zao la korosho halmashauri ya wilaya ya Tandahimba. Kwa jumla tunashukuru kwamba mafunzo yameenda vizuri, na kama tunavyojua kwamba
uzalishaji wa korosho unategemea kiasi kikubwa sana udhibiti wa magonjwa na wadudu wa korosho ambao ni wanakwamisha au wanateza nguvu uzalishaji wa zao la korosho. Kwa hiyo kupitia mafunzo haya kwa wadau muhimu hawa, wataalamu ambao ndio sehemu kubwa ambayo inatoa elimu kwa wakulima wilayani, lakini pia na hawa maopereta ambao ndo watendaji wakuu wanaopulizia viuatilifu mashambani. Kupitia elimu hii tunaamini kwamba ujumbe utafika vizuri kwa wakulima, lakini pia matumizi ya viuatilifu hivyo yataenda sahihi kiasi cha kwamba kuboresha uzalishaji. Shinje Charles Ngalula ni afisa kilimo bodi ya korosho Tanzania. Siku ya leo tulikuwa na mafunzo kwa maafisa ugani. Mafunzo yaliyojikita hasa kwenye matumizi sahihi na salama ya viuatilifu. Na katika msimu huu tayari serikali ishaanza kusambaza pembejeo za ruzuku za msimu huu wa 2026/27. Hivyo mafunzo haya tunatarajia yataenda kuleta tija kwa sababu maafisa ugani ambao ndo hasa huwa wanakuwa na wakulima katika maeneo yao, wataenda kuwashauri namna bora ya kutumia viuatilifu hivyo, hatimaye viweze kuleta matokeo katika uzalishaji ili kuweza kufikia lengo la uzalishaji la tani 750,000 katika msimu huu wa 2026/27. Na mafunzo yameenda vizuri. Tumeyafanya mafunzo haya kwa vitendo kwa kutambua magonjwa moja hadi jingine, wadudu waharibifu katika zao la korosho, mdudu mmoja hadi mwingine, lakini pia wataalamu wetu wameelezea njia sahihi ya kupambana na hayo magonjwa pamoja na wadudu. Hivyo tunaamini wataalamu hawa wa kilimo na maafisa ugani wataenda kuwafikishia elimu hii wakulima, hatimaye waweze kutumia viuatilifu kulingana na namna wataalamu wanavyoshauri na kwa kuzingatia michanganyo halisi inayoshauriwa kitaalamu, ambayo tunaamini ndio itaanza kuleta tija katika uzalishaji. Wilaya ya Tandahimba ni wilaya kubwa katika uzalishaji wa zao la korosho, ambayo ndio wilaya inaongoza katika uzalishaji wa korosho nchi nzima. Hivyo elimu hii itaenda kuleta tija kubwa zaidi kwa wakulima, ambapo gepu ambalo lilikuwepo la uelewa kwenye michanganyo ya viuatilifu na matumizi kwa ujumla ya viuatilifu itaenda kuondoka kwa kuwa maafisa ugani wataenda kuwafikishia elimu wakulima wetu. Kwa jina naitwa James Simon, natokea Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Arusha. Tumekuja hapa Tandahimba kwa ajili ya kutoa elimu kwa maafisa ugani pamoja na wale wapuliziaji. Tumekuja kuwafundisha matumizi sahihi na salama ya viuatilifu. Kama tunavyojua viuatilifu ni sumu, kwa hiyo lazima tuwaelekeze namna gani ya wao kwanza kuweza kujikinga wakati wanaponyunyizia viuatilifu. Lakini kwa maafisa ugani tumeweza kuwaelekeza namna gani ya kuweza kusoma vile vibandiko na kuweza kuchukua tahadhari. Moja hapo tumewafundisha namna gani ya kuvaa mavazi kinga wakati wanaponyunyizia viuatilifu, lakini ya pili tumewaelekeza namna gani ya kuweza kuchanganya, kusoma kile kibandiko na kuchanganya vile viuatilifu kwa usahihi. Lakini pia tumewafundisha namna gani ya kuweza kupulizia mikorosho. Lakini pia tumewaelekeza namna gani, mashine gani ambazo mamlaka imeweza kuzipitisha kupitia bodi ya korosho kwa ajili ya kuja kufanya kazi hii ya upuliziaji wa mikorosho. Tunajua miti ya mikorosho ni mikubwa, kwa hiyo inatakiwa mashine yenye ubora na yenye sifa ambayo ina uwezo wa kuweza kufikisha kile kiuatilifu ama ile dasti kwenye mikorosho. Lakini pia tunatarajia kwamba baada ya mafunzo haya au maafisa ugani wataenda kushirikiana na wakulima au kuwaelekeza wakulima namna gani ya kuweza kujikinga, lakini pia namna gani bora ya kuweza kutumia bomba hizi za kunyunyizia viuatilifu. Kwa kifupi, matarajio yetu uzalishaji wa korosho utapanda baada ya mafunzo, lakini hii program tutaendelea nayo kila mwaka. Tunatarajia kabla ya kusambaza hizi pembejeo za kilimo, basi tutakuwa tunatoa elimu kwa ajili ya wakulima. Kutoka hapa halmashauri ya wilaya ya Tandahimba mkoani Mtwara, mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Asante, tukutane wakati mwingine.